Shirika la Reli Tanzania TRC limejidhatiti kufanya uendeshaji ikiwemo kulipa mishahara ya wafanyakazi wake bila kutegemea ruzuku ya serikali kuanzia bajeti ijayo ya mwaka 2025-26. Kauli hiyo imetolewa leo na mkurugenzi mtendaji wa TRC Masanja Kadogosa wakati akiongea katika mkutano na waandishi wa habari katika ukumbi wa habari Maelezo jijini Dodoma. Wakati akibainisha mafanikio na mwelekeo ndani ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 ya utendaji wa shirika hilo, ambapo amesema, lakini vile vile tangia tuanze uendeshaji hatujaomba pesa serikali kwamba mtusaidie kuendesha ruzuku na hivi karibuni tulikuwa tunazungumza na bodi yetu TRC, mambo ya kwamba tunapewa mishahara na serikali yataisha kuanzia bajeti yetu ya 2025-26. Hili ni vitu ambavyo ni significant kwetu kwa watu wa reli, kwa sababu reli hii tangia ianzie inapokea pesa tu serikalini. Aidha, Kadogosa amezungumzia jinsi shirika hilo lilivyojipanga kuunganisha nchi na nchi za Burundi na DR Congo. Swala la ujenzi wa reli ya kutoka Uvinza kwenda Msongati, hilo ni swala la nchi mbili. Mara ya kwanza tuli experience miaka ya 70 kati ya baba wa taifa na mzee Kaunda, na wajenzi walikuwa wa China. Lakini kwa mara nyingine tena tuna experience kwamba marais wawili wanakubaliana kujenga reli ya kucross border, na hiyo itaendelea mpaka DRC. Ni jambo moja kubwa sana katika taifa letu, kwa sababu nchi lazima ifanye biashara, uwekezaji, biashara. Hamna namna yoyote unaweza create value kwenye uchumi wa nchi bila kufanya biashara. Na mnapofanya biashara, maana yake ni lazima mzungumzie cross border. Ni jambo moja kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais, pamoja na mambo makubwa mengine yote aliyofanya. Hili jambo la kuunganisha nchi yetu na nchi zingine, kwa sababu tunazungumzia sio tu tunaunganishwa na Burundi, tunazungumzia DRC. Reli ya kuingia Kigoma, ujue tuna uwezo kutoka Kigoma tukaenda Uvira. Uvira ni kilomita 100 kwenda Bukavu. Na kutoka Bukavu ni kilomita 101 kwenda Goma. Lakini vile kutoka Kigoma kwenda Kalemie, kutoka pale kwenda Lubumbashi, kuna reli pale ya kunini. Kwa maana yake tuna uhakika wa kufikia miji mikubwa 3. Tunazungumza Lubumbashi, Bukavu na Goma. Ukiacha Kinshasa na Kisangani. Hiyo namna ambayo unaweza kufanya biashara katika taifa. Na ndio maana ya kusema naifungua nchi, kwa sababu unajua kuzungumza ni jambo lingine, vitendo ndio maana kiongozi, thamani ya kiongozi inatokea kwenye vitendo. Kama nazungumza lakini amefanya nini aliyozungumza. Akijibu maswali ya waandishi wa habari, mkurugenzi huyo amewaondoa hofu wasafirishaji wa njia ya malori. Kwa hii notion ya kusema kwamba ujio wa train utaua wafanyabiashara wa truck ni kitu ambacho kinatengenezwa tu. Reli na watu wa matruck tuna complement. Na sisi watu wa reli hatuji kuchukua biashara ya watu wa truck. Tunachosema tu ni kwamba badala ya kuburuza barabara ambayo ni very expensive, maintenance, mambo ya majali huko nini, lakini vile vile barabara above kilomita 200, baada ya kilomita 200 haizalishi, inazalisha gharama kwenye uchumi. Kwa sababu uchumi ili uweze kufikia wananchi wengi lazima kuwepo na value. Kwa truck baada ya kilomita 200 haizalishi, hayadi value, inakula value, ina create cost kwenye uchumi. Kwa ni jambo jema kwa taifa na tuna compliment. Kwa hiyo tunachosema kwamba wewe kama unapeleka mzigo wako Kigali, weka kwenye treni kuanzia Dar es Salaam, weka matruck yako Isaka. Ukifika pale mzigo ule unatoka kwenye treni, unaingia kwenye truck, unapeleka mzigo wako. Kutoka hapa idara ya habari Maelezo
jijini Dodoma ni John Banda wa Media One TV.